Chuo cha elimu ya biashara CBE kimekutanisha wadau kutoka taasisi mbalimbali za umma na binafsi katika warsha maalum ya kupitia na kuboresha mitaala 9 ya masomo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha programu za mafunzo zinakidhi mahitaji ya soko la ajira na mabadiliko ya teknolojia yanayoendelea duniani. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa warsha hiyo, mkuu wa chuo cha CBE Profesa Eda Luoga amesema mapitio hayo yanazingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 pamoja na mahitaji mapya ya waajiri kwa lengo la kuzalisha wahitimu wenye ujuzi, maarifa na umahiri unaohitajika katika mazingira ya sasa ya kazi. Sisi CBE, kwa nini tunafanya hili jambo leo? CBE kwanza tuko chini ya NACTVET, tunafuata miongozo ya regulator, lakini pia ni jambo jema zaidi kureview mitaala ili iendane na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Lakini jambo kubwa zaidi, tuna review mitaala iweze kuendana na sera ya elimu na mafunzo ile ya 2014 toleo la 2023 ambayo imeelekeza mitaala yetu mingi iweze kuwa na umahiri na ujuzi. Sasa hivi wanafunzi kule walioko sekondari wameanza kujifunza mambo zaidi ya ujuzi na umahiri. Kwa hiyo lazima sisi sasa kama chuo cha elimu ya juu tuwe tayari kuwapokea wale wanafunzi, wakija hapa wasione tena wanaanza kurudia, waje hapa wajifunze mambo mapya ambayo yanaendana na mabadiliko ya mitaala ambayo iliyopo. Kwa hiyo sisi ombi letu kwenu na kwa kuja kwenu leo, muangalie ile sera ya elimu, ile dira ya taifa ya 2050. Je, inatuelekeza nini katika sisi tunavyorudia mitaala yetu? Hii mitaala yetu ambayo tunaenda kuipitia leo, je, inaendana na sera za nchi, inaendana na ile sera ya elimu, inaendana na ile dira ya taifa ambayo inatamani sana Tanzania iwe Tanzania ya viwanda, tuanze kuwa wazalishaji zaidi. Kwa hiyo na chuo cha elimu ya CBE tuko committed kuhakikisha kwamba graduates wetu wanatoka na ujuzi, wanatoka na umahiri, lakini pia wanaenda kuchangia pato la taifa kwa kuwa wazalishaji, kwamba waweze kujiajiri na kuajiri wengine. Kwa hiyo ndugu washiriki, tunavyoenda kupitia ile mitaala 9, tunaomba sana tuangalie kama mwanafunzi wetu akitoka anaweza kuwa competitive kule kwenye ajira, anaenda kucontribute na kuchangia zaidi na kuweza kuleta mabadiliko. Hapa leo tuna mitaala 9 ambayo tunaenda kuipitia. Mitaala ambayo inaanzia NTA level 4 inaanzia kwenye certificate, NTA level 5 kwenye mpaka diploma na 6, lakini pia tuna NTA level 7 and 8 ambayo inaangalia upande wa shahada ya kwanza. Na hiyo iko takriban kama 8. Naambiwa tunaenda kupitia mtaala wa banking and finance, pia na mtaala wa accounting and finance na accounting and taxation. Hii ni mitaala ambayo inafanana sana kwenye idara yetu ya accountants. Lakini pia tuna mtaala ambao tulishaanza kuutoa na huu ni mara ya kwanza tunaenda kurejea, mtaala wa digital marketing. Wote tunafahamu sasa hivi tuko kwenye mabadiliko ya kiteknolojia na mfanyabiashara itakuwa ni questionable kama atumii social media, atumii mitandao ya kiteknolojia. Kwa hiyo tunategemea tunaoenda kupitia mtaala mtaenda kutusaidia na kuangalia, je, unaendana na mabadiliko ya kiteknolojia. Kwa hiyo mtaala ni wa NTA level 4 to 6, na maana ni mtaala wa certificate na diploma. Lakini pia tuna mitaala miwili ya business administration, mmoja unaangalia mambo ya records and archives na mwingine unaangalia human resource management. Pia tuna mtaala wa finance and economics, huu ni NTA level 4 to 8. Na pia mtaala wa degree ya ualimu. Kama tunavyosema, CBE tunatengeneza mitaala ambayo inaendana pia na sera ya elimu na mafunzo, na pia tumeona masomo yale ya biashara, ile business studies inaanza kufundishwa kuanzia kwenye level ya primary na secondary. Na ninashukuru hapa leo pia tuna watu wa secondary kutoka Feza. Sasa tuende tukaangalia ule mtaala. Huu mtaala ni bachelor degree in business studies and bookkeeping. Tukaangalia, je, huu unaendana na kile kinachotakiwa kuwepo kule secondary, then mtatusaidia kutupa mrejesho. Ila pia tuna mtaala wa masters ambao ni Masters of Science in IT Project Management, na sasa tunajua kwamba miradi ni kitu muhimu kinahitajika sio tu taasisi ya umma hadi taasisi za binafsi. Kwa tukaangalie ule mtaala ulivyo, je, unahitajika. Tuna mabadiliko tumeyafanya. Kwa mfano tulikuwa tuna somo la cross cutting ambalo lilikuwa linaangalia mambo ya IT. Kwa tumeliboresha kuincorporate mambo ya AI. So tukaangalia ule mtaala, je, una hivyo vionjo na vinajiridhisha. Kwenye masomo yetu ya finance tulikuwa tunatengeneza, tulisema hebu tuongeze na mambo ya insurance. Sasa hivi tunajua watu walioko kwenye microfinance, kwenye banking sector, mambo ya insurance hivi yamekuwa part and parcel katika mambo ya banking. Kwa hiyo tukaangalia, je, mitaala yetu imeincorporate hizo changes. Kwa hiyo tunategemea hii mitaala itaenda kutengeneza graduates ambao watakuwa competitive katika maeneo ambayo nimeyataja.
Na pia tunajua kabisa na tunatambua chuo cha elimu ya biashara kwamba ili mtaala uweze kuwa timilifu, lakini uweze kuendana na mahitaji ya soko la ajira, lazima waajiri wawepo na washiriki katika kutengeneza mtaala. Kwa hiyo hii ni pati ambayo tunashirikiana na waajiri na kutoka public and private sector kuja kuhakikisha ule mtaala unakidhi mahitaji na unaweza kweli kutengeneza ule graduate ambaye tunamtamani. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana kwetu wote ambao tumepata fursa ya kuja kushiriki hapa leo kuhakikisha ule mtaala una vionjo vile vinavyohitajika na unaweza kutengeneza mwanafunzi au muhitimu ambaye anahitajika kwenye soko la ajira. Naye msuluhishi mkuu wa Tume ya Usuluhishi na Uamuzi CMA Mwangata Makawa amesema mchango wa wadau ni muhimu katika kuhakikisha mitaala inayorahisishwa, inayotayarishwa inajibu mahitaji halisi ya soko la ajira na kuendana na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mitaala iliyokuwepo katika chuo cha CBE ni ya muda, na sasa walikuwa wanapiga hatua na kushirikisha sisi wadau kwenda hatua ya pili ya wanapotengeneza mtaala mwingine. Mapungufu yako mengi. Kwa mfano, kwa eneo ninalofanyia kazi utakuta kwa mfano eneo la HR kuna upungufu wa kutokujua miongozo ya sehemu za kazi, sheria za kazi, utaratibu wa kushughulika na migogoro, utaratibu wa kushughulika na manunguniko na vitu vya sampuli hiyo. Kwa hiyo tumealikwa kama namna ya kusaidia walichokitengeneza wao kama draft, sisi tukione kama kipo sawa na kuona namna gani tunaweza tukaongeza pale ambapo wamepunguka.